Bwana Yesu asifiwe, watoto na watumishi wa Mungu, na wasalimu nyote katika jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninamshukuru Mungu ambaye ametupa tena nafasi ya siku ya leo na kukutana kupitia ukurasa huu. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana wewe rafiki mpendwa na ndugu yangu ambaye Mungu ametupa nafasi ya kuendelea kumtumikia kupitia ukurasa huu. Na wakati mwingine kukutana katika maeneo mbalimbali ya kihuduma. Hongera pia kwa kuanza mwezi mwingine ambao Mungu amekupa nafasi ya kuanza mwezi huu, na katika majira haya ninajua ya kwamba ni neema ya Mungu inakufanya unaishi, ni neema ya Mungu inanifanya ninaishi. Na mambo machache nataka kuzungumza na wewe siku hii ya leo na katika wakati huu. Ni kweli kwamba kwa miezi 11 iliyopita, sio kwamba ulikuwa hauwindwi au ulikuwa hautafutwi na maadui zako kiroho hata kimwili. Lakini Mungu aliyekulinda kwa miezi hiyo 11 hakukulinda wala kukusaidia kwa sababu una fedha, una nguvu za kiuchumi, una mamlaka fulani ambayo ndiyo inayokusaidia. Ni neema ya Mungu imekufanya unaishi, ni neema ya Mungu imenifanya ninaishi katika ulimwengu uliojaa changamoto na mambo mbalimbali ambayo wakati mwingine huwa yanaondoa amani kabisa kwenye maisha ya mtu au watu. Hivyo tuna haja ya kumshukuru sana Mungu kwa wakati huu na kwa siku hii njema ambayo Mungu ametupa tena. Kumbuka kwamba kuna watu tulianza nao mwaka kutoka Januari mosi mpaka leo tuko Disemba mosi. Wengine hawako duniani kabisa, tulikwisha kuwazika, na wengine walisaulika, lakini wengine wanapita kwenye changamoto mbalimbali za maradhi ambayo hawana afya ulionayo wewe wala nilionayo mimi. Kwa hiyo tuna wajibu wa kumwambia Mungu asante kwa ajili ya jambo hili. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, rafiki yangu mpendwa na mtumishi wa Mungu na watoto wa Mungu popote pale mlipo, ninapenda kukualika na kukukaribisha sana katika ibada kubwa ya matendo ya huruma tutakayofanya kule wilayani Kiteto tarehe 20 ya mwezi huu wa 12 mpaka tarehe ile 22. Malengo makubwa ni tunapeleka huduma ya neno la Mungu magereza kwa ajili ya wafungwa, lakini wakati huo huo tukiwa tumelenga kuwapelekea vyakula katika Christmas ya mwaka huu, na wenyewe wale vyakula ambavyo yamkini wewe na mimi tungependa kula siku ile ya Christmas kama ambavyo watu wengine wangekuwa wanakula. Kumbuka walioko magereza sio wote wenye hatia, sio wote wenye hatia, na hata wale ambao wana hatia, fahamu tu magereza ni eneo maalum la kuendelea kumwandaa au kumtengeneza mtu kwa upya tena katika maisha yake. Kwa hiyo tunatarajia kufanya ibada kubwa ya matendo ya huruma kule wilayani Kiteto, ambayo tutakwenda magereza kupeleka ujumbe wa neno la Mungu, lakini tutapeleka vyakula na vinywaji na mahitaji mengine ya kibinadamu. Na hata hivyo tutakwenda kwenye kituo cha watoto yatima pale pale Kiteto, na tunatarajia nako kupeleka vyakula, lakini kupeleka mavazi kwa maana ya uniform kwa ajili ya msimu unaofuata 2026. Kwa kadiri Mungu atakavyotusaidia, basi tutajiandaa tuone ni kwa namna gani tunaweza tukagusa mioyo yao, lakini kupeleka mavazi hayo. Lakini pia tutakwenda hospitali ya wilaya Kiteto kwa habari ya uchangiaji wa damu, lakini kuwasalimu wagonjwa, kuwatia moyo, ni pamoja na kupeleka chochote tulichonacho kama ni matunda, sabuni na kadhalika. Lakini malengo yetu makubwa tunapokwenda hospitalini ni kwenda kufanya uchangiaji wa damu. Wewe ni lipi ambalo linakugusa? Haijalishi uko Tanzania au nje ya mipaka ya Tanzania, uwe ni Mtanzania au uwe ni mtu wa taifa jingine, napenda nikualike sana mwana wa Mungu katika ibada hii ya matendo ya huruma. Tafadhali twende tukamtumikie Mungu. Biblia katika kitabu cha Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 27 inasema dini iliyo safi ni pamoja na kuwatizama mayatima, wajane, wasiojiweza, wahitaji na vitu vya namna hiyo. Hiyo ndio dini iliyo safi, sio dhehebu lililo zuri. Hapana, anasema
dini iliyo safi. Kwa hiyo ninapenda nikukaribishe sana sana sana. Unaweza ukashiriki nasi kwa kwenda moja kwa moja kule Kiteto, na namba za simu ziko chini kwenye bango hapo, ziko chini kwenye bango hapo. Pamoja na hilo bango unaona matukio ambayo tulifanya miaka miwili iliyopita, na hata na hivyo unaruhusiwa kuja na kwenda kuchangia damu. Unaruhusiwa kuchangia chochote ulicho nacho. Yaguse maisha ya mtu mmoja leo kwa utukufu wa Mungu, ukiweka akiba kwa ajili ya maisha yako kwa siku ya kesho. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Wakati huu kabla hatujaachana, ninavutwa na neno hili la kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8. Nisome mistari michache tu, mstari ule wa 17 la ule wa 18. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari wa 17 na ule wa 18. Biblia inasema, hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo. Hili ndilo neno la Mungu ambalo ninasukumwa kulisoma na kutafakari mambo kadhaa na wewe siku ya leo. Nianze kwa kusema kwamba mafanikio yamekuwa na tabia ya kumdhihirisha au kumfunua mtu halisi, mtu wa ndani. Na mafanikio yamekuwa yanapokuja kwenye maisha ya mtu au watu, baadhi ya watu wameshindwa kuhendo mafanikio, na mafanikio yamekuwa yakihendo au yakiendesha maisha yao. Ninachotaka kusema hapa ni nini na wewe mwana wa Mungu na mtumishi wa Mungu popote pale ulipo? Yatiishe mafanikio ya namna yoyote ile yasikuendeshe wala yasikuongoze, bali wewe uyaongoze mafanikio. Maana yake yasibadili tabia yako, yasibadili mwenendo wako, yasibadili muonekano wako. Biblia inasema hivi, hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo. Unaweza ukafanikiwa katika jambo fulani, unaweza ukafanikiwa katika mambo fulani, na ukaanza kujisifia na ukafikiri kwamba pale ulipo upo kwa nguvu zako. Biblia inasema hapo usiseme moyoni mwako. Kwa hiyo kabla hujasema kwa mdomo wako, inaonyesha wazi kwamba moyo wa mwanadamu unazungumza kuliko kinywa, kwamba hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo. Kumbuka, mtaji wa kwanza ni afya, na afya hakuna duka maalum la kwenda kununua, hakuna supermarket, hakuna hardware ya kwenda kununua afya. Tunapewa na Mungu kwa huruma zake. Ikiwa basi yeye ndiye aliyekufanikisha, aliyekupa afya, anayekusaidia katika mambo mbalimbali, usijikweze wala kujiinua kwa namna yoyote. Biblia inaonya kwamba usiseme moyoni mwako, nguvu zangu ndio zilizonipatia utajiri. Umefanikiwa katika mambo mbalimbali, kumbuka kumtukuza Yesu Kristo, na mafanikio yako ya mtumikie Mungu aliye hai. Anasema hivi katika mstari wa 18, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako. Kwa nini watu wanamsahau Mungu baada ya wao kufanikiwa na kuigeukia miungu migeni? Wamekuwa radhi kutumikia miungu migeni kana kwamba hiyo miungu migeni imewasaidia, imewafanikisha katika mambo mbalimbali. Tunakumbushwa siku ya leo kwamba mkumbuke Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Hakuna mtu tajiri bila afya, hakuna mtu tajiri bila afya. Anasema ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo. Kwa nini? Agano ambalo Mungu alifanya miaka mingi na Ibrahimu, Isaka na Yakobo ni agano ambalo ni endelevu, na sisi leo tunarithi zile baraka, tunaishi kwenye yale maisha kwa njia ya imani. Kwa hiyo ninachotaka kukusihi mwana wa Mungu, mafanikio yasikufanye umwache Mungu, mafanikio yasikutenge na Mungu. Kumbuka, hakuna mafanikio pia bila mtu au bila watu.
Ili ufanikiwe kiroho na kimwili, unamhitaji mtu, unawahitaji watu. Ni wakina nani walioyazunguka maisha yako? Mpe Mungu nafasi ya kwanza katika kila kitu ukifanyacho, ili Mungu akupe mtu au watu walio sahihi. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Kumbuka kuwa tarehe 20, 21 na 22 ibada ya matendo ya huruma wilayani Kiteto mkoani Manyara. Tutakwenda kufanya pale kwa habari ya kuwatembelea ndugu zetu magereza, kuwapelekea neno la Mungu, lakini kuwapelekea misaada kwa habari ya chakula, hasa tukiwa tumelenga ile tarehe 25, kwa maana ya kwamba wana wao wakafurahie, wakashiriki kile ambacho kinapatikana uraiani. Lakini watoto yatima tumekusudia kuwatembelea, kuwatia moyo, lakini kuwapa kile ambacho pia tutakuwa tumepata kutoka kwako kama sehemu ya sadaka yako. Lakini mwisho tutakwenda hospitali ya wilaya ya Kiteto, tutakwenda kuchangia damu, lakini tutapeleka na mahitaji mbalimbali kwa ajili ya wagonjwa. Wewe mtu wa Manyara ulioko Tanzania, maeneo ambayo unaweza ukafika, karibu twende kwa pamoja tukashiriki ibada hii njema kabisa. Kumbuka kwamba unaweza ukashiriki na wewe kwa sadaka yako. Namba ziko kwenye bango, na Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Mafanikio yasiendeshe maisha yako. Mafanikio yasikufanye ukamwacha Yesu. Mafanikio yasikutenge na Mungu anayetoa, bali ni bora ukatengana navyo, ubaki na Mungu mwenye vyote, kwa sababu kila kitu kitapita isipokuwa Mungu wa Israeli kamwe hatopita. Na Mungu akubariki. Amen.